Naam, hujambo na karibu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii usiku wa leo. Hatimaye kuhusiana na swala hili tata la utekaji nyara wa Humphrey Polepole, Kanisa Katoliki latoa neno nchini Tanzania kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kisa na maana ni utekaji nyara ambao umekithiri nchini, hasa utekaji nyara wa hivi majuzi wa Humphrey Polepole. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika taarifa yao nzito na yenye maneno makali, maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania wametoa wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa taifa hili la Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025 Oktoba. Walisisitiza kuwa uchaguzi wa kitaifa unawakilisha mchakato mtakatifu wa kikatiba ambapo wananchi hutumia haki yao ya kuchagua viongozi wanaowaamini kuongoza taifa. Kwa mujibu wa maaskofu hao, kanuni hii iliyoainishwa katika kifungu cha 8 cha katiba inathibitisha kwamba mamlaka yote ya nchi yanatoka kwa wananchi, ukweli ambao hauwezi kupuuzwa hata wakati nchi inakabiliana na kuongezeka kwa hofu na wasiwasi na kuchanganyikiwa kufuatia kutoweka kwa Humphrey Polepole hivi majuzi. Maaskofu hao walisema kuwa serikali inabeba dhamana ya kimaadili na kikatiba ya kuwalinda raia wote bila ubaguzi na kuzingatia haki zao za msingi ikiwemo haki ya kuishi. Walilalamikia kuongezeka kwa ripoti za kutekwa nyara na kutoweka kwa lazima na kuzitaja kuwa ni unyanyasaji wa utu wa binadamu. Katika ujumbe wao, maaskofu walisisitiza juu ya hali ya kutisha iliyosababishwa na kesi kama vile kutoweka kwa kutisha kwa Humphrey Polepole, wakionya kwamba ukimya wa vyombo vya usalama na serikali huongeza maumivu ya familia na kuondoa imani ya umma katika sheria. Taarifa hiyo ilibainisha kwa hofu kwamba matukio ya watu kutoweka au kutekwa nyara katika mazingira yasiyoeleweka yamekuwa yakiongezeka mara nyingi bila maelezo ya wazi kutoka kwa mamlaka. Maaskofu hao walisema kwamba Watanzania wamebaki kujiuliza kama vyombo vya usalama vya taifa Tanzania bado vina uwezo au nia ya kuwalinda raia wao. Walisema asili ya ajabu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole imekuwa ishara ya wasiwasi unaolikumba taifa, hofu ambayo inadhoofisha msingi wa demokrasia na haki. Taarifa ya maaskofu hao iliendelea kueleza hali hiyo kuwa ni janga la kitaifa la hofu ambalo linaonyesha ukimya usiotulia kutoka kwa wale walioapa kutetea maisha na uhuru wa binadamu. Walisema kwamba kisa cha kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa kutisha halikuwa tukio la pekee, bali ni sehemu ya mtindo wa kutatanisha unaopendekeza kwamba mambo ndani ya jamii yanafanya kazi bila kuadhibiwa. Hili walisema haliwezi kuvumiliwa katika nchi inayothamini haki za binadamu na utakatifu wa maisha. Walitangaza kuwa Kanisa Katoliki kupitia tume yake ya haki na amani limesikitishwa na taarifa zinazoendelea za watu kutekwa au kutoweka bila maelezo. Wakirejelea tena tukio la kutisha la Humphrey Polepole, walisema vitendo hivyo vinaonekana kuratibiwa na vikundi vinavyofanya kazi nje ya sheria vinavyolenga watu binafsi kote nchini. Maaskofu hao wakuu wa Tanzania walisisitiza kwamba uhalifu huo unakiuka si sheria za binadamu tu, bali pia kanuni ya kimungu kwamba kila maisha ni matakatifu. Walilikumbusha serikali kwamba haki ya kuishi ndiyo msingi zaidi kati ya haki zote za binadamu na kwamba ni jukumu la msingi la serikali ya Suluhu kuilinda. Maaskofu walinukuu maandiko na mafundisho ya mababa wa kanisa wa mapema wakithibitisha kwamba kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwamba hakuna mtu aliye na mamlaka ya kuondoa uhai wa mwingine. Katika muktadha wa kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa kutisha ama huku kwa kustajabisha, waliitaka serikali kuonyesha dhamira yake ya ukweli, uwazi na haki ili kuhakikisha kuwa hakuna familia nyingine inayoendelea kuteseka kimya kimya. Maaskofu hao walieleza zaidi kwamba kwa zaidi ya miaka miwili Tanzania imeshuhudia matukio kadhaa ya kutoweka ambayo yametikisa imani ya wananchi. Walionya kwamba kuendelea kupuuza ripoti hizi, ikiwa ni pamoja na zile zinazozunguka kutoweka kwa kutisha kwa Humphrey Polepole, kunatuma ujumbe hatari kwamba maisha nchini Tanzania yanaweza kuchukuliwa au kupotea bila matokeo. Kanisa walisema haliwezi kukaa kimya wakati utu wa binadamu Tanzania unatishiwa. Maaskofu hao pia wamevitaka vyombo vya ulinzi na usalama na jeshi la polisi kuchukua hatua za haraka na madhubuti kuchunguza na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria wale wote waliohusika na kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole na utekaji nyara au kupotea kwa nguvu kwa mtu yoyote yule. Walisema kwamba kuzingatia haki na amani, taifa lazima lihakikishe kuwa hakuna mtu anayetoweka au kutekwa bila kujulikana, na ukweli lazima utawale kwa kila hali, ikiwa ni pamoja na kutoweka kwa Humphrey Polepole. Hapo ndipo aliposisitiza Tanzania inaweza kuanza kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi zake. Wakati nchi ikielekea kwenye uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu, maaskofu hao waliwataka
Tanzania kuendelea kuwa imara katika sala na kujitolea kudumisha amani. Walisisitiza kuwa demokrasia haiwezi kustawi katika mazingira ya hofu na ukimya unaosababishwa na kesi ambazo hazijatatuliwa kama vile kutoweka kwa Humphrey Polepole. Demokrasia ya kweli, walisema, inadai kuheshimiwa kwa maisha, utawala wa sheria na hakikisho kwamba kila raia yuko salama kujieleza bila uoga wa kuadhibiwa. Waliomba serikali itoe tamko rasmi juu ya watu wote walioripotiwa kupotea akiwamo Humphrey Polepole ili kuonyesha kuwa serikali inalichukulia swala hilo kwa uzito wake. Vile wamewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya usalama na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za kuaminika zitakazosaidia kufichua ukweli. Maaskofu hao walionya kuwa kupuuza masuala haya kunaweza kulisukuma taifa kuelekea kuporomoka kwa maadili na kutoaminiana zaidi kati ya watu na viongozi wao. Katika moja ya sehemu yenye nguvu ya ujumbe wao, maaskofu hao waliwakumbusha Watanzania kwamba amani ya kweli inajengwa juu ya haki. Walisema kwamba haki na utakatifu wa maisha vinapopuuzwa, amani inakuwa tete na ya muda. Wakitafakari machungu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa kutisha, walitaka taifa kutafakari kwa kina juu ya thamani ya maisha ya binadamu na wajibu wa kulindana bila kujali itikadi za kisiasa au kidini. Wachambuzi wa masuala ya kijamii vile tangu wakati huo wamerejea ujumbe wa maaskofu mitandaoni wakiuelezea kuwa ni mwamko wa wakati kwa viongozi na wananchi. Wengi wanahoji kuwa wasiwasi wa maaskofu hao wa kanisa kwa kesi kama vile hii ya kutoweka au kutekwa kwa Humphrey Polepole kunasisitiza hitaji la dharura la uwajibikaji na mageuzi ndani ya sekta ya usalama. Wanaitaka serikali ya suluhu kuchukua ujumbe wa kanisa kwa uzito na kuchukua hatua haraka ili kurejesha imani ya watu au wananchi wa Tanzania katika mfumo wa haki wa taifa kabla hali haijawa mbaya zaidi. Maaskofu hao wa kanisa Tanzania walihitimisha kauli yao au ujumbe wao kwa kukumbusha kwamba ukuu wa taifa upimwi kwa nguvu au utajiri wake, bali kwa jinsi inavyowatendea wananchi wake walio hatarini zaidi. Walisema maumivu yanayoendelea kutokana na kesi ambazo zijatatuliwa za utekaji nyara kama vile kutoweka kwa Polepole kunaonyesha mtihani wa kimaadili kwa uongozi wa Tanzania na jamii nzima ya Tanzania kwa ujumla. Kanisa hilo walisisitiza litaendelea kusimama upande wa ukweli na haki, wakiitaka serikali kuchukua hatua za ujasiri na za uwazi zitakazofichua yaliyotokea na kuweza kuzisaidia familia zilizoathirika. Walisema ni kwa kukabili ukweli pekee ndipo Tanzania itaanza kupata nafuu na kusonga mbele kama taifa moja lililoungana chini ya misingi ya haki na huruma. Katika ombi lao la mwisho, wakimalizia ripoti au taarifa yao, maaskofu walitoa wito kwa kila Mtanzania, kutoka kwa raia wa kawaida hadi wale walio na mamlaka, kuwa watetezi hai wa maisha, amani na utu wa binadamu. Walisema kuwa kisa cha kutoweka kwa Humphrey Polepole kinapaswa kuwa mwamko wa kitaifa na kuwakumbusha wote kwamba ukimya mbele ya dhuluma ni ushirikiano. Njia ya umoja na ukweli na demokrasia, walihitimisha, inatokana na ujasiri wa pamoja, ujasiri wa kudai ukweli, ujasiri wa kudumisha amani na maisha, na ujasiri wa kuhakikisha kwamba hakuna tena Mtanzania yoyote anatekwa nyara au anatoweka bila kujulikana. Mtazamaji, ni hayo tu katika ripoti ama video hii. Ningekuomba uweze kubonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Mtazamaji, pia bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.